Nilisema mahala na hapa narudia, kwenye maisha haya analazimika mtu lazima awe na moja kati ya mambo matano. Ukikosa yote matano, ujue hapa duniani umekuja kusindikiza wengine wanaoishi. Pana watu watakuwa wanaishi na wewe ni msindikizaji unaowasindikiza kwenye kuishi. Dunia inageuka chungu. La kwanza uwe nalo ni elimu. Hapa duniani uwe nayo ilmu, na ilmu ndio ilmu. Zote ilmu zinahitajika, lakini kipaumbele namba moja ni elimu ya dini. Uwe na elimu ya kumjua Mola Subhanahu wa Ta'ala. Uwe na elimu ya kumjua vizuri Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Uwe na elimu. Sasa elimu kwa kuwa ni riziki na Mungu anampa riziki amtakaye, unaweza usipate elimu. Na ndio unaona mitaani humu, unaweza ukaona eneo zima la mtaa pengine kuna msomi mmoja tu, au sio? Au mitaa mingine hakuna kabisa msomi yoyote, kwa sababu ilmu ni riziki Mungu anampa amtakaye. Amesema yu'til hikmata man yasha'u, Mungu anampa elimu mtu anaomtaka. Sasa Mwenyezi Mungu ajalie na sisi tuwemo kwenye anaowataka, kwa sababu elimu ni tamu. Walionayo elimu wanajua kama elimu ni tamu, na wasiokuwa na elimu nao wanajua kama elimu ni tamu. Hakuna mtu anaona elimu chungu haifai, hata mmoja. Ukimwona mtu amesema elimu ni jambo baya halitakiwi, mchukueni mkampime akili. Kashakuwa majununi yule. Elimu, cha kwanza ni elimu. Na kuna watu wallahi wengine husoma mpaka wakazeeka wakaota mvi na hawajaipata elimu. Maana mtoaji yupo, ni Mola, na anachagua nimpe huyu, na nielewa sijui. Kwanza ni elimu. Ukikosa elimu, uwe nazo pesa, uwe na pesa zinazoweza kuamua. Kuna pesa zenye uwezo wa maamuzi, zinaamua zile pesa. Sio una pesa zile za kununua tu ugali na miguu ya kuku, unanunua ugali na kichwa cha kuku, we huna. Pesa ni zile zinazoweza kufanya maamuzi, na nielewa, uwe nazo hizo, na wallahi ukizipata zitaamua. Pesa inaweza, ukishaipata itakuamulia mahala pa kuishi. Pesa itasema kwa sasa hivi utakiwi kukaa Buguruni, na nielewa hivyo. Na pesa ikitamka hivyo utahama Buguruni. Siku ya kwanza ya pili watakukuta watu unakaa Masaki. Hukuamua wewe, imeamua nini? Imeamua pesa. Sasa usikae Buguruni tena. Pesa itakuamulia namna gani uvae. Uwezi kuamua wewe, itaamua pesa uvae vipi. Pesa itaamua ukiumwa utibiwe wapi. Ukiipinga utakufa. Sasa hivi kwa kuwa pesa hamna, ukiopata mafua, kichwa kinauma na nini, wallahi ukienda nje pale pharmacy unanunua Panadol, kila umepona. Umepona kabisa. Kuna mtu asifanye hivyo, anabidi kwenda kupima tu malaria na mafua, apande ndege aende Ujerumani akapime mafua. Pesa imeamua hivyo. Abi bwana, nasafiri na kwenda zangu Uingereza mara moja, naenda kupima kidogo afya. Kupima. Pesa imesema aende wapi? Sasa huyo akienda kununua Panadol hapo kwenye pharmacy atakufa, kwa sababu pesa imeamua. Msione ajabu. Nyinyi watu, si mnajua kuna watu wameharibikiwa akili wanakula majalalani? Wale wenda wazimu wanakula dampo hapo, wanaokota akala, hamjawaona? Anakunywa maji ya mtaroni, hamjawaona? Amekufa wala hafi. Jaribu ukanywe wewe sasa hivi, toka ukanywe maji mtaroni, utakuwa ushatupa kazi ya kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Utakufa hapo hapo. Basi na pesa hivyo. Mwenye pesa ya maamuzi afanye maamuzi pesa inavyotaka, atakwenda kazi yake huko Mbezi Beach. Kwa sababu uking'ang'ania kukaa Vingunguti huku na mabilioni ya pesa unayo,
siku zako 2, siku ya 3 utapata wageni. Usiku saa 8 watakuja wageni. Hujanielewa wageni gani nakusudia? Watakuja wageni na wana mazungumzo tu, wageni wale mtazungumza alafu wataondoka. Wageni ushawajua wanakuja kuchukua pesa kwa nguvu, ukibisha watakuua, au sio? Kwa hiyo pesa zitasema kwa kiwango hichi hama huku. Na mimi sina hakika, Mungu atusaidie sote, sijui, nyinyi ndio mnaojua sana. Sijui kama Buguruni kuna mtu ana utajiri wa kukutisheni. Sijui, labda huyu mzee anacheka. Pesa itaamua ukae wapi, itaamua uvae nini. Unanielewa? Pesa ndo itakayoamua nani na nani wawe watu wa karibu yako. Mwenye pesa hayupo karibu na kila mtu. Unanielewa? Nendeni kwenye milango yao, kuna walinzi, kuna makatibu, yani kuna watu maalumu ndo wataruhusiwa kwenda kumuona. Sio kila mtu. Hayo ni maamuzi ya nini? Ya pesa. Ya pesa. Basi kama huna elimu uwe nazo pesa, lakini pesa zenye maamuzi. Ukikosa pesa na elimu huna, la 3 uwe na mamlaka. Uwe na nini? Na mamlaka. Uwe kuna kipande cha ardhi mahala ambacho wewe ndio msimamizi wa mwisho, una maamuzi ya mwisho pale, uwe nacho hicho kitu. Usikae wewe mamlaka yako anaishia mule kwa mkeo, basi ukitoka ndani mule wewe una mamlaka yote. Uwe na mamlaka. Nitakupeni mfano, ndugu Waislamu. Kwenye mfumo wa siasa na uongozi wa Tanzania, serikali ya Tanzania mwanzo wake ni mtaani, na yuko mtu anaitwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Mimi najua na nyinyi mnajua kwamba mwenyekiti wa serikali ya mtaa halipwi mshahara. Labda huko Buguruni mwenyekiti wa mtaa wallahi hana mshahara. Diwani analipwa posho, kuna kitu wanaita nini? Posho. Mwenyekiti wa mtaa halipwi mshahara wala posho. Yeye mahali anakopitapita akapata kidogo samaki, ni watu wakitaka kile karatasi ya dhamana polisi, karatasi ya dhamana mahakamani, utalipia pale 2,000 3,000, au sio? Kuna wakati mwenyekiti wa mtaa anahusika kuwa shahidi hivi kwenye mauziano ya vitu. Kuna watu wanauziana viwanja nini, mwenyekiti atahusika pale, na yeye atapata kidogo kijiugali cha moto, atakula kiugali cha moto siku hiyo. Watu wameuza nyumba bwana, kiwanja milioni 60 70, mwenyekiti ataondoka patupu. Halipwi mshahara mwenyekiti wa mtaa. Lakini ajabu, pana watu wanagaramika mapesa ili awe mwenyekiti wa mtaa. Mwingine mpaka milioni 5, milioni 10, anatoa milioni 10 kugombea kitu hakina mshahara. Hamna mshahara. Sio, unanielewa? Mimi bwana usiwe mwenyeji, pengine mwenyekiti wenu huko analipwa mshahara, sijui shilingi ngapi huko mnamlipa mshahara. Mwenyekiti wa mtaa halipwi kitu, lakini anapambana, atatoa mapesa, atatoa rushwa, atahonga watu, wanaitwa wajumbe. Kuna watu waitwa wajumbe, hao inabidi uishi nao vizuri. Hao uchaguzi ukija, uwe na maisha mazuri na wajumbe. Wajumbe watakubwaga, na wajumbe bwana wana raha moja. Nyie wagombea wote, kila anakwenda kuwaona wajumbe wanampokea. Nasema bana, wewe ni wewe tu, usiwe na wasiwasi, unawaona wajumbe. Ukiondoka wanamsubiri mwingine. Bwana fulani alikuja lakini hatumpi, tunakupa wewe tu. Unawaona wajumbe. Kama hunielewi basi kuwaona wajumbe, unielewi basi tena. Unawaona wajumbe. Mwisho wajumbe wameongea na kila mgombea, utakuja kuta ushabwagwa nje. Wajumbe wamekukata masikio, umetupwa nje ya uwanja huko, na ulichowapa wajumbe hakirudi. Washasema alhamdulillahi alladhi yarzuku man yashau bighairi hisab. Wajumbe watu wakubwa sana wajumbe. Tabu yote ya nini? Wajumbe kutoa mapesa, wengine wafanya rushwa, Mungu atusizi sana, wengine na kamati za ufundi. Kama hunielewi basi,
Zimo na kamati za ufundi, technical committee zipo. Na hao watu wa kamati hizo nao ukae nao vizuri, uishi nao vizuri hao. Usikimbie kwenye kamati za ufundi uwe yaani kama hunielewi hapa sirudii. Nitaishia hapa tu. Dhiki yote hiyo mtu anagombea apate mamlaka ya kuwa mwenyekiti wa mtaa na mshahara hamna. Na nielewa nyi watu. Kwa nini tabu hiyo? Huna elimu, huna pesa, uwe na mamlaka. Kwa sababu kwa kuwa wewe ndio mwenyekiti wa mtaa, mambo ya huko juu yote lazima yaanzie kwako. Na kuna vitu watu wale wanaita connection. Yaani mwenyekiti wa mtaa ana uwezo kukutana na meya, anaweza kukutana na OCD bila tabu. Kwa sababu mwenyekiti wa mtaa ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mtaa. Kwa hiyo OCD anakwenda kwa OCD muda wote. Ataonana na meya, mwenyekiti wa halmashauri, unasikia? Ataonana na mkurugenzi. Sasa humo kunaweza kuzaliwa connection. Akajikuta mara akakutana na watu wakubwa kidogo. Uongo. Pale jikoni patakaa vizuri pale. Anaweka vizuri jikoni. Uwe na mamlaka. La ngapi hilo? Uwe na elimu. Huna elimu, uwe na pesa, lakini sio pesa tu. Pesa zinazoweza kuamua. Mimi najua wote tuna pesa hapa. Jamani, hata 500 una mfukoni. Yaani hapa mmekaa hamna hata 500 kweli. Lakini 500 yako inaamua nini? 500 yako itaamua nini leo? Sikwenda kununua uduvi tu. Uduvi kidogo na ukale kamuogo kapate harufu kidogo. Ndo maamuzi ya 500 yako hayo. La, uwe na pesa inayoweza kuamua. Pesa inaweza kuamua watu wa Buguruni wote mkahamishwa akaja mtu huyu. Au sivyo? Mkaambiwa nipisheni hapa. Mimi ndo natakiwa kuwa hapa. Yaani kaona nyinyi kukaa hapa hamfai. Ni maamuzi ya pesa yake. Tena kifua mbele wala hajifichi. Anasema nitakulipeni. Kila mtu namlipa. Compensation nitakulipeni. Mtahama hamwami. Msiseme mmehamishwa na huyu, mmehamishwa na pesa zake ndo zinaamua. Uwe nazo hizo pesa. Huna, uwe na mamlaka. Ukikosa mamlaka, uwe na jambo la 4. Hilo kila mtu anaweza kupata. Tabia zake tu. Tabia zake tu, hilo kila mtu anaweza kupata. Jambo gani? Huna elimu, huna pesa, huna mamlaka. Uwe na watu. Uwe na nini? Uwe na watu. Tena uwe nao watu wa kila aina, wakada zote. Uko serikalini uwe na watu. Upande wa mahakama uwe nao watu. Kuna siku utapelekwa mahakamani, uwe na watu. Kwenye majeshi uwe na watu. Kwenye kada za afya, mahospitalini uwe nao madaktari, unao manesi huko, sio? Kwa sababu kuna siku utaumwa. Sasa hivi kutibiwa sio lazima uwe na pesa. Unaweza kuwa na pesa na usitibiwe. Inabidi uwe na watu. Sio, mnanielewa hivyo? Nimempeleka mwanangu siku moja, mwanangu mwenyewe hospitali, na ili huwa silifichi. Nikampeleka hospitali, ana hali mbaya sana, kapata maradhi yale ya kuendesha. Nikapokewa. Nilipopokewa wakaanza kumtazama. Nikajibiwa hivi, mwanao ana maradhi anaitwa kipindupindu. Kolera, sio? Na kipindupindu. Kwa hiyo inabidi awekwe chini ya uangalizi maalumu. Under special observation. Afichwe huko. Akasema sawa. Akawekwa. Lakini sina watu. Nikawaita watu wenye yale mamlaka. Nikwambia mtu awe na mamlaka, sio? Nikawaambia hebu njoni, wakaja. Walipokuja waambia hebu twende tukamwone mtoto. Wamekuja na daktari wao. Hao watu wana daktari wamekuja naye. Lakini daktari huyo ni mkubwa zaidi kwa elimu kuliko hao walomwambia ana kipindupindu mwanangu. Mnanielewa? Wakaja wakamwekea madude, wakampima mate, wakafanyaje? Wakanambia shekhe, mtoe ndani. Sasa hivi mwanao hapa hana kipindupindu, ila umu atapata. Umu alipowekwa sasa atapata kweli. Atoke sasa hivi. Nikaambia sio mimi nilomweka, wamemweka madaktari. Wamekwenda wakaitwa. Mtoeni huyu kijana humu ndani. Wakaitana ofisini wakaulizwa, hebu thibitisheni kitaalamu ana kipindupindu huyu.
fabuhita alladhi kafar, wakabaki wapigwa butu watu kwa sababu wamekuja watu wajuzi, au sio? Jamanini, mahala ambapo mgambo wa Site ameshindwa yupo anatatua jambo, halafu pale akaja mtu mwingine kutotoa jambo, ni komando. Huyu komando akija, mgambo wa Site anabaki anahitajika. Kwa komando mgambo ni kama raia tunaye, au sio? Maana jeshi ni huyo komando. Nikamtoa mwanangu siku hiyo, kumbe hana kipindupindu, wangemuua pale. Uwe nao watu hospitali, uwe nao watu majeshini, uwe nao watu serikalini, uwe nao watu matajiri, uwe nao watu, uwe na wengine maskini wenzio, maskini wenzako uwe nao. Kwa nini? Nyinyi wasomaji, ukiwa huna kitu lakini una watu, ujue ndo una kila kitu. Sijui mmeelewa hii sentence Ukiwa huna watu kitu lakini una watu, ndo una kila kitu. Wewe sasa ndo una kila kitu. Mamlaka unayo wewe, pesa unazo wewe, maamuzi unayo, watu. Na watu kuwapata, kila mtu anamudu kupata watu. Uwe nazo tabia nzuri. Hii dunia inatafuta watu wenye tabia nzuri. Acha kibri, uwe mnyenyekevu. Kinyume cha kibri ni unyenyekevu. Acha uongo, kuwa mkweli. Dunia inatafuta watu wa kweli. Acha khiana, kuwa muaminifu. Dunia hii saizi, ukiwa muaminifu unamtaji. Uaminifu, wallahi unamtaji, hufi maskini. Pana watu wana mali chungu mzima, lakini wanatafuta muaminifu, hawamuoni. Mtu mmoja hivi karibuni kakabidhiwa godauni, lakini zina mali godauni lile za ajabu. Yeye ndo mtizamaji. Kwa nini? Yule bosi mwenye hilo godauni siku moja alisahau mahali kwenye briefcase chake, sio? Alisahau. Na aliposahau ni kwenye ofisi za NIDA, wale wa vitambulisho vya taifa wale. Yule bwana mkubwa akasahau kipochi chake. Mule ndani kuna laptop, mule ndani kuna simu, na simu ya tajiri, si unaijua bwana? Au simu ya tajiri hamwijui? Au tajiri ana kiswaswadu? Tajiri hana kiswaswadu. Ana simu bikulli ma yahtamilu min maani lafdhi. Ana simu hakika. Alafu kingine mule kwenye kibegi mule kuna dola za kutosha kabisa. Ameondoka. Kuna kijana mmoja amemuona wakati anaondoka, akatoka akaenda kuingia kwenye gari, anaondoka. Yule kijana kashafungua, kaona vilivyomo, akatafuta bodaboda pale pale, akamwambia nikimbizie hiyo gari. Gari imekimbizwa na bodaboda mpaka ikapatikana. Kuna nini? Unajua matajiri wana hofu, akiona anakimbizwa anapata hofu. Amekwenda mpaka katia gari polisi, kalitia gari polisi. Yani kama anakimbizwa na wahuni tutaelewania hapa. Polisi. Amefika mpaka pale. Mbona unanikimbiza? Lakini mbele ya polisi. Mzee, umeacha hapo ulipokuwa umekaa kule NIDA, umeacha pochi yako hii. Nimekukimbiza nikuletee pochi yako. Kweli bwana, nimewacha. Yule bwana akafungua pochi, kakuta kila kitu chake kimo salama. Akamwambia sawa mwanangu, nauli hii. Nakushukuru. Lakini nipe namba ya simu. Kijana akampa tajiri namba ya simu. Na ile nauli kapewa ni 1,000,000. Kapewa nauli 1,000,000. Sasa jikoni hapajakaa vizuri? Jikoni bado pana matatizo kwa 1,000,000? Jikoni pako sawa kabisa. Pamekaa sawa jikoni. Wamekaa mwezi mzima umepita, yule bwana akamtafuta, akamwambia wewe utakuwa msimamizi wangu hapa kwenye biashara zangu. Sasa hivi analipwa mshahara mkubwa. Ni bosi. Anaitwa nani kizungu? Supervisor. Yeye ni supervisor. Anavaa suti yule kijana sasa hivi, anavaa suti na ana gari ya kuendeshwa naye. Si ni bosi? Naye anaendeshwa naye bosi. Kijana wa mtaani tu. Qualification yake ni uaminifu. Uaminifu. Na uaminifu ndio sera ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyewe aliitwa Sadiqu al-Amin. Mtume ni mkweli na muaminifu. Kwa hiyo ukosa elimu kama hivi, wengi wetu hatuna elimu. Wengi wetu hatuna elimu. Mimi na nyie hapa hatuna elimu yoyote. Nyie si ndio wenzangu hapa. Tuna elimu gani sisi?
Huna elimu, uwe nazo pesa za maamuzi. Huna pesa ya maamuzi, uwe na mamlaka. Sijui mnanielewa? Ukikosa pesa zenye kuamua, uwe na mamlaka. Huna, uwe na watu. Jitahidi uwe nao watu wazima, uwe nao wazee, hasa wafike waseme kijana mwenzetu huyu, uwe nao, kwa sababu watu wazima wana mambo mazima. Watu wazima hawana vitu vipande. Na hata zile kamati za ufundi wengi ni watu wazima. Sasa ukiwakosa au utaumia. Uwe nao karibu, utaumia. Uwe nao wale. Mimi natembea nchi nzima hii, mimi rafiki zangu wengi wazee, kwa sababu za kiusalama. Wazee uwe nao, sababu tumeambiwa sisi ngoma ya watoto haikeshi, au sio? Kakae na watu ambao ngoma yao inakesha na ni wazee. Ni wazee. Mzee mmoja kanichukua, nilikwenda huko kwao. Kaambia twende mwanangu, saa 8 usiku, kaniambia twende nikakuoneshe dunia. Kaambia mzee, dunia si ndio hii? Anaambia wewe hujaiona dunia, twende kwenye dunia. Nikafuatana naye. Tunaenda wapi? Twende mjini. Twende mjini. Tukatoka pale kwenye mji, ananiambia twende mjini. Kila tukienda huko mjini tuwezi kuingia msituni. Usiku saa 8, anambia twende mjini. Mjini ni msituni. Nikamwambia babu, uko sawa lakini? Anambia niko sawa, twende mjini. Katikati ya pori, kanambia sasa tumefika mjini, katikati ya pori. Unasikia? Nikaoneshwa mjini. Kama hunielewi basi usiendelee, utaelewa baadaye. Nimepelekwa mjini mimi. Mjini. Watu wazima uwe nao. Mnanielewa? Vijana uwe nao, lakini vijana uchague. Hapa kwa vijana uwe makini kidogo. Kwenye vijana kuna mahali utaungua moto. Chagua vijana. Sasa vijana ni maji ya moto, utaungua kweli. Chague. Uwe na watu. Na ni tabia zako tu ndo zitakupa watu. Watu hawaletwi kwa mapesa. Tabia zako zitakupa watu. Usiwe muongo, kuwa mkweli. Usiwe khiana, kuwa mwaminifu. Usiwe na dharau, kuwa na heshima. Usiwe na kibri, uwe mnyenyekevu. Unanielewa? Wallahi utapata watu. Watu wote watakuchagua wewe. Sasa ukikosa yote haya manne ukawa huna hata moja, inabidi uwe nalo jambo la 5. Na hapa silisemi jambo la 5 na nyamaza, lakini uwe nalo hilo jambo la 5. Ndiyo gumu mno kuliko hayo yote ya huku mwanzo. Hasa kwa kuwa gumu, linataka muhadhara khaswa, linataka muhadhara maalum kuongea hilo la 5. Hilo uwe nalo. Na wewe uone, yani hili la 5 limekaa mahala pa pesa. Akikosa mtu pesa awe na hili, akikosa mtu mamlaka awe na hili. Huo niliko mwisho. Akikosa mtu watu awe na hili, akikosa mtu elimu awe na hili. Mnanielewa? Yani hili la mwisho ndo litawakilisha yote haya. Hamjajua kama ni kubwa? Silisemi na nyamaza, silisemi, kwa sababu hilo nalo wanalo watu wachache hapa duniani na nyamaza. Sio, mmenifahamu hivyo?